Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa nafasi hii, na kwanza kabisa na mimi nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wana Dodoma tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hali nzuri ya hewa mwaka huu. Kwa kweli chakula tunacho, mahindi tunayo, uwele tunao, tumeshiba mwaka huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru pia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miradi hii ya maji. Umetaja bwawa la Kidunda. Mheshimiwa Mwenyekiti, napajua pale Kidunda, na Dar es Salaam nimekaa, najua shida unayoipata wakati wa kiangazi. Kwa hiyo mradi huu wa Kidunda, Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais amewatendea haki sana wa Tanzania. Niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi hatua za Mheshimiwa Rais sio za bure. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi hatua za Mheshimiwa Rais zina mkono Mwenyezi Mungu. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti niseme kwa ndugu zangu wabunge ambao mlipata bahati ya kuwepo wakati Mheshimiwa Rais anaapishwa pale kwa Dodoma, kwa walio kuwepo, kama kuna kitu walikiona, yange wale ndege weupe wakati anajiandaa kuwapa Mheshimiwa Rais, wale ndege walisimama juu na waliondoka baada ya Mheshimiwa Rais kumaliza kuapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua za Mheshimiwa Rais zina mkono wa Mungu wa moja kwa moja. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi namshukuru sana Mheshimiwa Aweso na naibu waziri wake kwa wasilisho zuri ambalo lina matumaini makubwa sana kwa Watanzania, lakini pia na wakazi wa Dodoma mjini kwa namna ya pekee. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nafarijika sana, wabunge wengi wamechangia na kuweka msisitizo kwa upatikanaji wa maji katika jiji la Dodoma, na hii si bahati mbaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa wabunge walio wengi ni wakazi wa hapa Dodoma, na wengine ambao ni wabunge wameingia karibuni na hakika ni wakazi watarajiwa wa Dodoma. Ndio maana unasema sana kuhusiana na miradi, hasa mradi wa Nzuguni, Nala pamoja na Zuzu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa tunavyoongea, mradi mkubwa, tuseme mtambo mkubwa wa maji kwa Dodoma ni Mzakwe, ambao unatupa lita milioni 88 kwa siku mpaka sasa. Lakini hii miradi ya Nzuguni, Nala pamoja na Zuzu ikikamilika pamoja na huu wa Mzakwe pamoja, itazalisha kwa siku lita milioni 127. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka jana mwezi wa 5 tarehe kama ya jana, Dodoma ilikuwa inahitaji lita za maji milioni 143. Lakini kwa sasa mwaka mmoja baadaye tunahitaji lita milioni 159.9. Mheshimiwa Mwenyekiti, maana yake nini? Maana yake ni kwamba ongezeko la watu katika jiji la Dodoma ni kubwa kuliko maji yanavyopatikana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana Mheshimiwa ndugu yangu Aweso, tunajua kuna mradi huu wa Farkwa, na nimefarijika sana kila wakati tukikutana unaniambia mradi wa Farkwa unakaribia kusainiwa. Mimi nashukuru sana. Pamoja na huu mradi wa Ziwa Victoria, yote ni miradi ambayo kwa kweli sisi tunadhani itakuwa ni mkombozi kwetu, kwa sababu kama nilivyosema, ongezeko la watu katika jiji letu ni kubwa mno. Na pamoja na miradi hii miwili, naomba tunishauri Mheshimiwa Waziri, pia sisi Dodoma tuna bahati kwamba maji yako jirani. Ukipiga mita 150 unapata maji. Kuna vyanzo vingi, na hivyo vitasaidia kwa sababu ongezeko la watu. Lakini pia nafahamu serikali ina miradi mingi ya maji na mbegu mingi. Kwa hiyo fedha ni changamoto. Sasa ili kwenda sambamba na hali hii, Mheshimiwa, tunapendekeza vyanzo vingine vitafutwe, visima vya maji vya kutosha vichimbwe. Mheshimiwa Waziri, mimi jiji la Dodoma lina vijiji pia, ingawa vinaitwa mitakeni, na vijiji ambavyo havina kabisa huduma ya maji ya RUWASA ama DUWASA. Kwa hiyo miradi ya maji midogo midogo itakaposisitizwa inaweza kutusaidia sana sisi watu wa Dodoma kuendelea kupata huduma nzuri ya maji. Lakini Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, samahani, hapa Dodoma sisi vijana wetu walio wengi, ikishafika mwezi wa 3 wa 4 mvua zinakuwa zimekoma, kwa hiyo hawana cha kufanya. Tunaomba sana miradi hii ya maji, na naendelea kusisitiza mara kwa mara, yajengwe matenki katika maeneo ambayo vyanzo vya maji vipo. Sasa hivi kuna mipango kujenga matenki katika vilima
katika kata zetu mbalimbali, kata za Mpunguzi, Matumburu na kadhalika, yajengwe kwa kiasi kikubwa ili kuwasaidia vijana hao kupata cha kufanya wakati wa kiangazi. Wakati wa mvua wa vijana wanalima bustani, wanalima nyanya, wanalima vitunguu, wanalima hoho, lakini mvua zikishakata hawana cha kufanya tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanakaa mitaani, wanakunywa na kufanya mambo mengine ambayo hayafai. Tafadhali Mheshimiwa Waziri, tusaidie vijana wetu waweze kupata cha kufanya, na hawa naongelea vijana wetu ambao kwa kweli hawakubadilika kusoma. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme pia kuhusiana na umuhimu wa kuwasaidia ndugu zangu wa kata ya Mbalawala. Mheshimiwa Waziri, nimekuwa nikiongea na wewe mara kwa mara kuhusiana na wasiwasi walio nao ndugu zangu wa Mbalawala pamoja na sehemu ya Nala, kwamba eneo wanaloishi wanaambiwa ni bonde la mto wa Miruvu na hawaruhusiwi kuendeleza kwa namna yoyote maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa naongea sana hili jambo kwa sababu kwa kweli inauma. Ukienda wakazi wale wapatao 12,000 kila wakati wanakuuliza, Mheshimiwa Mbunge, vipi, mbona sisi haturuhusiwi kupima maeneo yetu, haturuhusiwi kujenga, haturuhusiwi kuwekeza chochote, tunaambiwa ni bonde. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa Mbalawala na Nala vilikuwa ni vijiji toka mwaka 1971 vilipimwa kihalali. Ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, tulishaongea, lakini naomba tutakapomaliza kipindi hiki cha bajeti tuende Mbalawala mimi na wewe ukawape majibu ndugu zangu wa Mbalawala na Nala ili waweze